Naitwa mchungaji Jackson Sam Sipanje, mchungaji kanisa la Moravian jimbo la Rukwa. Mpendwa mtazamaji wa Baraka TV, mwana kondoo ameshinda. Nichukue nafasi hii kukaribisha na kukualika tusikilize neno la Mungu kwa siku hii ya leo tarehe 13 ya mwezi wa 6 2026. Neno la Mungu linapatikana katika Injili ya Luka mtakatifu sura ile ya 17 mstari wa 20 mpaka wa 37. Nami katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu nasoma neno la Mungu, neno linasema: Na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, wala hawatasema tazama upo kule, tazama upo huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Akawaambia wanafunzi wake, siku zitakuja mtakapotazama kuona siku moja katika siku zake mwana wa Adamu, msione tena. Mtawaambia tazama kule au tazama huku, msiondoke mahali mlipo, wala msiwafuate. Kwa kuwa kama vile umeme umulikavyo toka upande huu chini ya mbingu hata upande huu chini ya mbingu, ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu katika siku yake. Lakini kwanza hamna budi kupata mateso mengi na kukataliwa na kizazi hiki. Na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Vivyo hivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Katika siku ile aliye juu ya dari na vyombo vyake vimo ndani ya nyumba asishuke ili kuvitwaa, na kadhalika aliye shambani asirejee nyuma. Mkumbukeni mkewe Lutu. Mtu yeyote atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na yeyote atakayeiangamiza na kuiangamiza ataiponya. Nawaambia, usiku huo wawili watakuwa katika kitanda kimoja, mmoja atatwaliwa na mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga pamoja, mmoja atatwaliwa na mmoja ataachwa. Watu wawili watakuwa shambani, mmoja atatwaliwa na mmoja ataachwa. Wakajibu wakamuuliza, wapi Bwana? Akawaambia, ulipo mzoga ndipo wakutanikapo tai. Amen. Wapendwa wasikilizaji wa Baraka TV, hili ni neno la Mungu ambalo tumekwenda kulisoma katika Injili ya Luka sura ile ya 17 mstari wa 20 mpaka wa 37. Wakati wa Yesu Kristo katika taifa la Israeli kulikuwepo na vikundi vya dini ya Kiyahudi, na vikundi hivi vitatu vilikuwa na nguvu kubwa, na katikati ya makundi hayo kila kimoja kilikuwa na mkazo wake. Makundi hayo ni Masadukayo, Waasene na Mafarisayo. Wakati huu wa Yesu Kristo kisiasa walitawaliwa na dola ya Kirumi. Kwa hiyo katika mfumo huo, pamoja na kuabudu kwao, pamoja
na kumtafuta Mungu, lakini walijawa na majonzi makubwa kwa sababu walitawaliwa na dola ya Kirumi. Na ndiyo maana tutakuta kundi hili la Mafarisayo wanamwendea Yesu kumuuliza kwamba watapata uhuru lini, kwa sababu baada ya Yesu kuja walikuwa na matumaini, walijenga imani kwa Yesu Kristo kwamba sasa amekuja Mwokozi wao atakayewaondoa Warumi hawa na waweze kupata uhuru. Lakini sasa katika matazamio hayo waliona kwamba bado hawajafunguliwa katika utawala huo, na ndiyo maana swali hili linakuja kwamba ufalme huu utakuja lini ili waweze kupata uhuru. Lakini pia hata katika kanisa la kwanza, Yesu Kristo wakati anajiandaa kuondoka na Roho Mtakatifu apate kuja, katika Matendo ya Mitume sura ile ya 1 mstari wa 6, neno la Mungu inasema, waliuliza wanafunzi kwamba Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme wao? Kwa hiyo kwa umati mkubwa ulijenga tumaini kubwa kwa Yesu Kristo, akijua kwamba siku itafika ambayo watakwenda kukombolewa. Katika somo hili yapo mambo makuu matatu ya kujifunza. Jambo la kwanza ni swali la Farisayo ambalo ni kundi la kidini, na jambo la pili ni msimamo wa imani uliothabiti, na jambo la tatu ni maisha yasiyo na hofu ya Mungu. Na haya yametokana katikati ya mistari hii ambayo tumekwenda kuisoma. Tukiangalia katika kundi la kwanza au swali la kwanza nalosema kwamba ufalme wa Mungu utakuja lini, na Yesu Kristo anawapa jibu kwamba ufalme wa Mungu umekwisha kuja, ufalme wa Mungu upo ndani yenu, lakini hawakutambua, hawakujua kutokana na imani ambayo ilikinzana na ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, yeye anatangaza watu kufunguliwa katika vifungo vya dhambi na hatimaye wakamuone Mungu. Lakini jamii nzima ya taifa la Israeli waliangalia sana, walitazama sana namna ambavyo wameteswa, wametawaliwa na dola ya Kirumi, wakijua kwamba yeye anakuja kuiondoa hii dola ya Kirumi wapate kuwa huru katika mambo ya kisiasa. Kwa hiyo walipishana. Yesu anapowapa jibu kwamba ufalme wa Mungu umo ndani yenu katika maisha ya imani, lakini wao hawakuelewa jambo hili. Hata sasa katika kanisa la leo tunaweza tukasimama katika ulimwengu huu kwamba tunamwabudu Mungu katika hali gani? Ni lazima umwabudu Mungu katika maisha ya kiimani, na katika imani ya kwako ufalme wa Mungu utajengwa ndani yako. Ufalme wa Mungu utaonekana, utapata tumaini jipya, utapata furaha, utapata amani, kwa sababu ufalme wa Mungu umo ndani yao. Na adha inapotokea, shida inapotokea, Bwana atakutia nguvu, kwa sababu unasafiri naye, unatembea naye katika maisha yako ya Ukristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili ambalo tumelikuta kwamba msimamo wa kiimani uliothabiti. Msimamo wa kiimani uliothabiti si wa kutikisika, si wa kuhangaika, si wa mashaka. Msimamo wa imani uliothabiti, utamuona mwanadamu aliyesimama, utamuona Mkristo aliyesimama katika imani. Jambo lolote linapomwijia, yeye atasimama imara, atamuona Mungu kwa namna pekee. Na ndiyo maana katika mstari wa 23 Yesu anasema usitoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Usitoke, usihangaike, usisumbuke kumtafuta Yesu mahali pengine,
kutafuta uwezo wa Mungu mahali pengine. Nguvu ya Mungu inaambatana na wewe kwa sababu ya ushuhuda ulionao, kwa sababu ya imani ulionayo. Utaimarika, utasimama imara. Na ndiyo maana anasema usisikie watu wengine wakikwambia kwamba nguvu ya Mungu iko kule, uwepo wa Mungu uko mahali fulani. Anasema usitoke. Hilo jambo la msingi sana. Wapo watu wanaotoka sasa. Wapo watu wanaotafuta maji ya upako. Wapo watu wanaotafuta damu, nguvu ya maji ya damu ya Yesu. Toka miaka 2000 iliyopita, watu leo wanazungumza kwa habari ya maji yaliyotoka ubavuni mwa Yesu. Yanapatikana wapi? Hayo ni mahangaiko ya mwanadamu. Hayo ni mashaka ya mwanadamu. Lakini kwa mtu aliyesimama imara, hataweza kuondolewa kutafuta maji ya upako, kutafuta damu au maji yaliyotoka ubavuni mwa Yesu. Hapana, hatuna maji ya namna hiyo. Maji yaokoayo ni imani ya kwako. Damu iokoayo ni imani ya kwako. Usihangaike kutafuta nguvu nyingine mahali popote. Yesu anatuambia usitoke. Kwa imani hiyo ulionayo, simama kwa imani hiyo, utamuona Mungu kwa namna pekee akikutetea. Nikusihi mwenzangu kwamba usitoke, simama mahali pale ulipo. Na ndio maana ametudhihirishia akitoa mifano ya nyakati zilizopita. Analiasa kanisa la kwanza, na hata sasa kwa kusoma neno hili analiasa kanisa la leo, Bwana wetu Yesu Kristo. Kama yeye anazungumza mifano wakati wa Lutu, jinsi ambavyo watu waliishi, hawakuwa na hofu ya Mungu, waliyafanya maovu kwa kadri walivyotaka, walifanya maasi kwa kadri walivyotaka. Uwepo wa Mungu ndani yao haukuwepo, hofu ya Mungu ndani yao haikuwepo. Ndio maana anatoa mifano hii kwamba tusiwe na sawa na wenzetu walioishi wakati wa Nuhu. Kweli waliangamia kwa gharika ya maji. Lakini pia akatuasa pia kwamba wakati wa Sodoma na Gomora, jinsi ambavyo miji hii iliangamia, ilipata shida kwa sababu ya dhambi walioifanya, kwa sababu ya maovu walioyatenda, kwa sababu ambavyo hawakumuona Mungu, hawakuwa na hofu, walijifanyia mambo wanavyotaka. Lakini Yesu anatuasa kwamba tusiishi kwa namna hiyo, tusiishi na kutembea kwa tabia hiyo. Sisi tumtazame Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Anatusihi tusihangaike. Ufalme wa Mungu upo ndani mwetu. Ufalme wa Mungu tunatembea nao. Ufalme wa Mungu tunao mpaka sasa. Jambo la msingi ni kusimama katika imani iliyothabiti. Hata wakati wa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo mara ya pili, tutamuona, atatulaki, atatufuta machozi, kwa sababu amesema mateso yatatupata, lakini tusije tukamwacha. Mateso yanaweza kainuka katikati yetu, tusije tukamwacha Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ni mwaminifu, yuko pamoja na sisi, na Bwana atutie nguvu katika safari hii ya maisha yetu ya Kikristo, na siku moja tutamuona Bwana wetu katika ulimwengu ujao. Amen. Mwenyezi Mungu na Baba yetu wa mbinguni, tunasema asante kwa neema ya kwako. Asante pia kwa neno hili ambalo Bwana umetuasa majira na masaa haya. Mpendwa mtazamaji wa Baraka TV, umeungana nami na ukatupitisha tukajipita katika neno hili ambalo Yehova tumekwenda kulisikia. Tunatamani kuona Mungu anaumbika ndani yetu. Mungu anatutengeneza tuanda kwa upya. Tusiwe na hofu katika maisha yetu haya. Tusiwe na hofu. Tumtazame Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Katika maisha haya tusimame imara, tumtegemee yeye, tusihangaike, bali tusimame kwa kumuona yeye peke yake, ambaye atatushika mkono na atatuingiza katika ufalme wake. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.